Mwanamichezo wa Rick Media, karibu sana. Ofisi za Rick Media leo tumepata bahati ya kutembelewa na afisa habari wa kikosi cha Simba, Ahmed Ally, ambaye tuko naye hapa tunazungumza kuelekea kwenye mchezo wao wa marudiano wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya kikosi cha Nsingizini ya pale Eswatini, mchezo ambao unapigwa kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Ahmed yuko hapa, tutapata kusikia taarifa nyingi kuhusiana na kikosi cha Simba, lakini maandalizi yenyewe kwa ujumla kuelekea mchezo huo yako vipi? Ahmed, uko vizuri? Niko sasa. Karibu sana bwana. Asante sana. Tumefurahi kutembelea ofisi za Rick Media leo. Asante sana. Na mimi nimefurahi kuwatembelea kwa mara ya kwanza. Uzima upo? Alhamdulillah, uzima upo. Unapiga kazi kweli kweli? Lazima. Benjamin Mkapa lazima itapige Jumapili. Lazima watu waje kwa wingi uwanjani siku hiyo ili twende tukatimize kile ambacho tunakusudia kukifanya siku hiyo. Tuambie kiujumla maandalizi kuanzia kwa wachezaji, viongozi mpaka benchi la ufundi kuelekea mchezo huu ambao tunafahamu mnyama Simba tayari yuko tunaweza kusema miguu miwili kasoro kidogo tu kwenda kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Tuambie maandalizi yako vipi mpaka sasa? Maandalizi yanakwenda vizuri. Maandalizi ya mchezo huu yalianza punde tu mara baada ya kurejea kutoka Eswatini siku ya Jumatatu. Jumanne tukapumzika, Jumatatu hiyo tukapumzika, na Jumanne tukapumzika. Jumatano tukaanza maandalizi rasmi ya kiufundi kuelekea katika mchezo huo. Lakini maandalizi ya kiutawala yalianza mapema zaidi kwa maana ya taratibu zote za mchezo sanjari na kutangaza viingilio na kuanza kuuza tiketi za mchezo huo. Kwa hiyo mpaka sasa tunafika leo Alhamis kuelekea siku mbili kabla ya mchezo, asilimia kubwa sana ya maandalizi yamekaa pazuri. Kesho Ijumaa tunatarajia kuwapokea wenyeji wetu. Bado hatuja confirm ni muda gani wanakuja, lakini kesho wanawasili na maandalizi kiujumla yake yako pazuri kweli kweli. Sawa, wachezaji, viongozi wanazungumza nini hasa kuelekea mchezo huo, na ukizingatia mchezo wa kwanza waliibuka na ushindi mnono magoli 3-0? Wanazungumza nini? Wanauchukulia vipi mchezo huu? Hatujaridhika, ndicho ambacho viongozi wa Simba wanazungumza hivyo. Ndicho ambacho mashabiki wa Simba wanazungumza hivyo. Ndicho ambacho wachezaji na benchi la ufundi la Simba linazungumza namna hiyo. Lugha yetu wana Simba ni moja tu, hatujaridhika. Hatujaridhika na matokeo tuliyopata pale Eswatini. Hatujaridhika na kiwango cha timu yetu pale Eswatini. Hatujaridhika na chochote ambacho kimetokea pale Eswatini. Tunataka zaidi. Tunataka magoli zaidi, tunataka ubora zaidi, na tunataka ushindi zaidi nyumbani kwetu Benjamin Mkapa. Hiyo ndio lugha ya wanasimba hivi sasa. Kwa namna hiyo Ahmed, naweza kusema Jumapili mnaanza upya? Tunafuta kila kitu. Jumapili tunafuta magoli ambayo tumeyapata kule Eswatini. Hatutaki mtu yoyote aingie na magoli kichwani mwake. Hatutaki mtu aingie na fikra kwamba tumeshafunga magoli 3. Tunataka kila anayeingia uwanjani awe na fikra ya kwamba Simba tuko nyuma. Awe na fikra kwamba tunadaiwa kitu kikubwa zaidi. Kwenye maisha ukiwa na hiyo mentality ya kutaka kupambana zaidi, ni rahisi kufanikiwa zaidi. Kwa hiyo hakuna mwana Simba yoyote ambaye ana count hivi sasa tumeshinda magoli 3. Kila mwana Simba anayemfahamu anahesabu hivi sasa ya kwamba tunadaiwa kwenda kufanya kitu bora na kitu kikubwa zaidi. Ahmed, manager Dimitar Pantev wakati anatambulishwa maneno yalikuwa mengi sana. Ana vieti pakaenda zikarudi, mechi moja tu hakuna kelele tena. Kila mtu amesha sanda hivi sasa. Wamesanda. Yes, hasa wale wapinzani wetu ambao walikuwa wanajaribu kumbagaza mwalimu manager Pantev. Mengi alisemwa, lakini sisi remain focus kwa sababu tunajua ni mwalimu wa aina gani tuliomchukua. Sisi tulitaka maarifa yake zaidi, na bila shaka ni mtu mwenye maarifa makubwa sana na mpira wa miguu. Tuliangalia kwanza rekodi yake, kuwapa ubingwa ama kuzipa ubingwa timu mbili za nchi tofauti kwa miaka 2 mfululizo halikuwa jambo jepesi hata kidogo. Lakini tumecheza naye sisi, tumemwona ubora wake. Tumeona namna ambavyo ametusumbua akiwa na timu ya kawaida kabisa ya Gaborone United. Tukasema huyu mwalimu ana kitu bora cha ziada ambacho sisi Simba tunakihitaji kwa muda mrefu. Tukaamua kumchukua. Mengine yote ambayo yalizungumzwa sisi kwetu hayakuwa na tija, kwa sababu tulijua ndani ya muda mfupi ujao kila mtu atakula maneno yake.
na kweli baada ya mechi moja tu ya pale Eswatini, kila mtu ametafuna maneno yake na kila mmoja amekubali mziki wa meneja Dimitar Pantev. Mimi nilifuatilia interview ya meneja baada ya mchezo pale Eswatini. Na nukuu moja ya sehemu za interview zake, alisema ushindi wa magoli 3 ugenini ni positive kwa upande wa Simba, ni ushindi chanya. Lakini akizungumza level ya performance, aina ya uchezaji wa Simba, yeye aliona bado hajaridhika, lakini ni mechi ambayo kila mwana Simba alisema hii Simba ndo tunayoitaka sisi. Mwalimu sasa anataka Simba gani anaitaka mwalimu? Sisi mashabiki tuna jicho letu na tuna mtazamo wetu. Na sisi mara nyingi kipimo chetu huwa ni magoli. Tukiona magoli yamefungwa, tena magoli makali, huwa tunaridhika. Lakini mwalimu ana jicho lake lile la kiufundi ambalo akiangalia anaona kweli tumefunga magoli, lakini hatujacheza vile ambavyo mimi nataka timu icheze. Na walimu wote wakubwa wanakuaga na style zao za kucheza. Kwa hiyo mwalimu ameangalia dakika 90 za pale Nsingizini, lakini akaona bado timu hii kuna mahala haiko sawa. Ndio maana ilikuwa rahisi kwake kusema kwamba hajaridhika na kiwango cha timu yake. Ziko formation ambazo yeye anazitengeneza, sisi hatuwezi kuziona kwa macho ya kishabiki. Mashabiki hatuoni. Iko mifumo ambayo mwalimu anaitengeneza, iko namna ambavyo anataka timu icheze, iko namna ambavyo anataka mchezaji mmoja acheze kwenye mechi husika. Sasa inawezekana baada ya mechi kumalizika hakuona timu inacheza vile ambavyo yeye anataka, hakuona performance ya mchezaji mmoja vile ambavyo yeye anataka, na ndio maana kwake ikawa rahisi kutoridhika na kiwango. Lakini yote kwa yote ni kwamba sisi kinachotufurahisha mashabiki ni kwamba tumeiona timu yetu imebadilika kidogo. Timu yetu imehama kutoka ilipokuwa kusogea sehemu bora na nzuri zaidi. Na hiko ndicho ambacho sisi mashabiki kinatufurahisha. Timu yetu imekuwa na mapinduzi makubwa sana ya kiwanjani. Timu imekuwa na kasi, timu imekuwa ikishambulia, timu imepunguza back pass, timu imepunguza uzito, watu wamekuwa wepesi, timu inakaba kwa nguvu. Yote hayo ndio mambo ambayo mashabiki walikuwa wanayataka, na ndani ya mechi moja wamemuona meneja Pantev akiyapandikiza hayo kwa wachezaji. Ahmed, tumezungumza maandalizi ya kiufundi na ya kiutaratibu ya mechi husika. Tuhamie maandalizi ya nje ya uwanja, hususan tuzungumze mashabiki. Tunafahamu Tanzania tuna vilabu 4 ambavyo vinashiriki kimataifa, 2 ligi ya mabingwa na 2 kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini kuelekea michezo ya marudiano, vilabu 3 kutoka Tanzania vimetangaza hakuna kiingilio, free entry. Lakini mnyama Simba yeye kama kawaida unalipia kwenda kumuona mnyama. Ahmed, Simba yeye ni nani? Yaani yeye Simba ni nani? Kwa nini yeye asiweke bure? Mbona cheka Ahmed? Mbona cheka? Kila mtu ana maamuzi yake. Na maamuzi huwa yanatokana na uhalisia wako wewe mwenyewe. Uhalisia upi? Yani wewe huwezi kuamua hii leo kwa mfano ukasema wacha nitembee kwa miguu kutoka hapa mpaka Goba. Hautaweza kwa sababu pengine ya afya haikuruhusu. Lakini kuna mwingine anaweza akatoka hapa mpaka Bunj, afya yake inamruhusu. Kwa hiyo maamuzi yote ambayo unayafanya kwenye maisha yanatokana na jinsi wewe ulivyo baada ya kujifanyia tathmini. Wao baada ya kujifanyia tathmini wakajiona thamani yao ni ya bure. Thamani yao ni cheap. Yani unamaanisha hivi vilabu ambavyo vimeweka bure ni vilabu vitatu. Yes, yuko mpinzani wenu hapa, mtani wenu. Ni cheap. Yanga ni cheap. Ni cheap sana. So tunaona cheap, sababu cheap ni rahisi. Kuna bure. Kwa hiyo wao wenyewe wamejifanyia. Sasa wao wenyewe ndio Ahmed, lakini klabu hiyo thamani yake bilioni 100 unasema cheap. So si bwana. Hiyo thamani ya kujipa mwenyewe unakaa una hesabu thamani bilioni 100 unasema cheap. Kwa hiyo bwana wao wenyewe wamejitathmini, wamejiona ni watu wa thamani ya bure, wakaamua kutangaza hakuna kiingilio. Na in fact timu ndogo ndizo ambazo zimefanya maamuzi hayo, kwa maana Yanga, Singida pamoja na Azam. Hizo ni timu ndogo. Timu ndogo. Yes. Kwa misingi ipi? Watajua wao wenyewe sasa.
Wewe si ndio umesema ni wadogo? Timu ndogo ndizo ambazo zimekaa zikaona sisi kwa udogo wetu hatuwezi kushawishi mashabiki, hatuwezi kuwauzia tiketi mashabiki kwa sababu hatuna selling point kwenye bidhaa yetu. Kwa hiyo tunafanyaje sasa? Acha tuingize watu bure. Yoyote atakayeingia humo, kenge, mamba, kunguru, ndege waingie humo ili mradi tu uwanja umeonekana umejaa. Kwa wao wamefanya maamuzi kulingana na thamani yao. Sisi Simba Sports Club ni timu yenye thamani kubwa sana. Hatuwezi kufanya maamuzi ya kulingana. Unajua wanasema kwamba two wrongs does not make it right. Haimaanishi kwa sababu wao watatu wameamua kuingizana bure alafu sisi kwa wao watatu kuamua kuingizana bure likaonekana ni jambo la kawaida. Yani hiyo haiwezekani. Anasema ni zawadi kwa mashabiki. Yani isitokee mtu akataka kuweka hiyo reference kwamba hawa watatu wameamua kuweka bure, kuwapa zawadi mashabiki. Ni jambo la kawaida. Hilo haliwezi kuwa jambo la kawaida. Hiyo ni failure kubwa kweli kwao. Singida na Azam unaweza ukawaelewa kwa sababu hawana mashabiki, wanawafanya kazi tu. Kwa hiyo unaweza ukawaelewa. Hawa wengine vile vile nao unaweza ukawaelewa kwa sababu mashabiki wake ni wale oya umeona, mashabiki oya ambao hawana mapenzi wala uchungu na klabu yao. Kwa hiyo wote unawaelewa. Kwa Simba Sports Club sasa sisi ni timu ya tofauti sana. Hatuwezi kuingia kwenye kapu la vilabu hivyo ambavyo vimeamua kufanya hivyo. Sisi tuna standard yetu, sisi tuna quality yetu, sisi tuna ubora wetu, sisi tuna status yetu kwa maana ya hadhi. Sisi tuna hadhi yetu, tuna thamani yetu, tuna standard yetu Simba Sports Club. Na standard yetu ni watu kulipa viingilio waingie uwanjani. Hii ni timu ambayo imeshafanya makubwa sana Afrika. Tuna fan base active ya ukweli kabisa. Tuna kundi la mashabiki wenye kuipambania na kuipenda timu yao. Tuna kundi la mashabiki wako tayari kuwajibika kuitumikia timu yao. Sisi tuna mashabiki wa dhati kweli ambao wenyewe pesa sio kitu. Wenyewe wanasema hasara roho, pesa karatasi, cha kwanza Simba. Sasa ukiwa na fan base ya namna hiyo, unaringa sokoni na kuamua kuiuza bidhaa yako. Lakini Simba Sports Club kwa standard tuliokuwa nayo, hii leo tukatangaza viingilio bure, dunia nzima itatucheka. Viumbe hai na visivyokuwa viumbe hai, yani miti, mawe, magogo, nyumba, barabara, magari, vyote vitatucheka na kutushangaza. Kwamba Simba huyu kiingilio bure. Simba mnyama anafanya kiingilio bure, yani kila kitu kitacheka duniani. Sasa Simba hatuko tayari kufikia standard. Lakini thamani yetu ni kubwa mno. Hapo unazungumzia timu ya 5 kwa ubora barani Afrika. Halina shaka. Hapo unazungumzia timu ambayo imeingia kwenye kinyang'anyiro cha kuwania timu bora ya Afrika kwa msimu wa 24-25. Hapo unazungumzia timu ambayo ina wachezaji wenye hadhi kubwa barani Afrika. Hawawezi kuingia bure kwenda kuiona timu yenye sifa namna hiyo. Kwa thamani yetu sisi ndiyo ambayo inatuelekeza tufanye kitu gani sokoni, lakini thamani yetu kwa mashabiki wetu vile vile ndiyo ambayo inatupa sisi tufanye maamuzi gani linapokuja kwenye swala la mechi. Na kwa mashabiki wa Simba wanaelewa mechi ikiwa ngumu, mechi tukiwa tunaihitaji kweli tunaweka viingilio na wao wanakuja uwanjani. Kwa sisi hatuna msamiati wa bure katika maisha yetu. Lakini sio tu sisi viongozi, hata mashabiki wetu hawataki kuingia bure uwanjani. Hiyo ndio shida kubwa. Wao wenyewe hawataki. Hiyo ndio shida kubwa ya mashabiki wa Simba. Shabiki wa Simba wakimtangazia bure hapa haji ngo, kwa sababu bure inaharibu ustaarabu mwingi kweli. Unajua Benjamin Mkapa, kwa mashabiki wa Simba tayari kuna familia pale uwanjani. Yani kuna mtu anajua mimi nakwenda kukaa VIPA. Yani anajua hivyo. Na pale VIPA watu wamekuwa familia mpaka wameunda tawi la VIPA. Sasa hii leo ukiweka bure, maana yake kutakuwa vurugu mechi hapo VIPA. Hajulikani nani atakaa wapi, ni mwendo wa kuwahi. Hiyo haiwezi kuwa mechi ya Simba.
VIPB pale kuna watu wake wanakaa pale, kuna wazee wa kumwaga maji pale, kuna watu wengi mbalimbali wenyewe wanapenda kukaa VIPB. Ukiweka mechi bure manake unaharibu huo utaratibu. Wale wazee kuna watu pale akichelewa kuingia uwanjani VIPB anakuta siti yake. Watu wamekea. Utakuta wameshajipanga hapo, ukitaka kukaa hapo kwa Rashidi hapo. Unanyanyuka unaenda kwa sehemu nyingine. Hapo kwa Shadimani hapo. Unanyanyuka. Sasa ukiweka bure manake itakuwa ni vurugu mechi pale. Ni mwendo wa kuwai. Sasa hiyo haiwezi kuwa Simba Sports Club. Lakini kuna watu wenyewe pangua. Wanakaa nyuma ya goli, chini ya TV. Yani hayo ndio maisha yao miaka nenda miaka rudi. Nyuma ya goli, chini ya TV. Kuna watu wenyewe wanakaaga upande ule kule. Wajua kule. Yani hata iweje. Yeye kwenye jua hata uwanjani wakiwa watu 4, wao wataenda kukaa kwenye jua. Ndio maisha yake. Ndio maisha yao. Sasa ukiweka bure maana yake ni kwamba ile sehemu yake utakuta mtu mwingine kakaa vurugu mechi, unamnyima mtu raha yake ya kukaa sehemu ambayo ameizoea. Sasa ku maintain hiyo standard tunaweka viingilio. Kwa hiyo mtu ambaye amezoea kukaa mzunguko analipa 5,000 yake, anakwenda kukaa mzunguko. Mtu ambaye anataka kukaa VIPB pale analipa 20,000 yake, anakwenda kukaa VIPB. Anataka kujumuika na wenzake wa VIPA, analipa, anakwenda kukaa VIPA. Kwa hiyo tunaweka hivi viingilio kwa ajili ya ku maintain standard na madaraja ya watu. Ahmed, nadhani kama nitakuwa niko sawa ni jana, kama sio jana leo asubuhi, ulizungumza kuhusiana na hivi vilabu ambavyo vimeweka viingilio bure lakini bado vinafanya hamasa. Ina mimi inanishangaza. Ahmed, bado umecheka sana. Unajaribu kusema najaribu kutoelewa kwamba akia mama. Imagine ni bure na bado watu wanafanya hamasa. Imagine ni bure. Sasa tunawakumbusha watu. Unawakumbusha nini bure? Wewe waambie tu bwana milango itakuwa wazi saa ngapi, full stop. Tunahimizana tuje uwanjani. Sasa bure na unahimiza kaka. Wewe umeona Singida wako busy wanafanya hamasa, Young Africans wako busy wanafanya hamasa, Azam wote wawili, Zaka na Hashimu Ibwe wote wako busy. Kwa tena Azam wamesema kesho wakifanikiwa kufuzu kwenda makundi basi utakuwa na disco pale uwanjani kwao na hakuna wa kuwapangia. Sawa. Kwa hamasa ziko juu, wanahamasisha. Ahmed, mbona hiyo umecheka sana? Yani kwamba hata bure watu hawawezi kwenda. Hawana maana hiyo. Hawana maana hiyo. Maana yao ni kwamba kuwahimiza tu tujae. Sasa si bure. Sababu bure inatakiwa napiga mwano mmoja. Jamani mechi yetu hii bure. Unamaliza magate, tangazo la pili na magate. Tangazo la pili magate yatakuwa wazi saa fulani. Basi waache wamenyane wenyewe. Umemaliza. Sasa bure tena unaendelea kuendelea kuwahimiza bure. Huko ni kukwama. Hiyo ni shida ya brand kuwa ndogo. Bidhaa ikiwa haiuziki. Unajua mpira ni bidhaa. Klabu ni bidhaa. Bidhaa yako ikiwa haiendi vizuri sokoni ndo naingia kwenye msongo wa mawazo wa namna hiyo. Bidhaa yako ikiwa haiuziki ama ukiwa huna uwezo wa kuuza bidhaa yako ndio unapata hiyo tabu. Yani bidhaa ni bure na bado watu hawaichangamki hiyo bidhaa. Kwa hiyo ni shida zao hizo kimsingi. Sisi tunafurahia mema yetu. Tuna mashabiki tunaojivunia nao sana. Tuna team ambayo ina standard ya standard ya juu ambayo tunaweza tukaiuza, lakini tupo watu ambao tuna uwezo wa kuizungumzia Simba yetu, tuna uwezo wa kuiuza Simba yetu kwa maana ya kuuza product ya Simba na watu wakaitika. Wakajaa vizuri. Kwa kumaliza hili, tuseme hapa Simba make statement kwamba yeye ni nani kwenye nchi hii. Kila mmoja ameshafahamu. Yani kwenye hili sakata kila wote ambao huwa wanapenda kushindana na sisi kwenye hili kila mmoja ameshajua nafasi. Na in fact wanajua kama sisi Simba hatuwawezi. Ndio maana wanahangaika kupambana na sisi. Lakini kwa hili kila mmoja hapa sasa ameshajua yeye ni wa wapi. Ameshajua tofauti ya maji na mafuta. Wameshajua tofauti ya pumba na mchele. Wameshaona tofauti ya kengeza na kipofu. Hapa wameshajua tofauti ya wao na sisi. Kila kitu kiko wazi. Kila kitu kiko wazi kwamba sisi hatufanani na wao. Lakini
mtu anaweza kaja na hoja najua mechi hii muhimu inahitaji mashabiki. Nonsense. Kwa nini nonsense? Mechi kwa mfano kama Young Africa mechi ya kwanza amepoteza 1-0, anakwenda nyumbani. Ni mechi muhimu kwake, mechi ngumu. Maana yake inabidi apindue meza sasa. Uone ni mechi ngumu. Ndio tunarudi pale kila mtu ameshajua nafasi yake. Simba tumeshapitia hizo nyakati. Hizi tena sio hiyo inafungwa 1-0. Sisi tumeshafungwa sana nje ya nchi. Tunakuja hapa Tanzania tunatangaza viingilio na bado watu wanakuja vile. Na wafanya watu vibaya mpira wa miguu. Simba ameshakwenda Kongo akafungwa bao 5. Akaenda Cairo akafungwa bao 5. Mechi 2 goli 10. Simba anarejea Dar es Salaam hapa. Bado akaenda Algeria kwanza. Akakota chuma 3. Akaenda Algeria kwa JS Oura kala goli 3. Mechi 13, mechi 3 magoli 13. Tunarejea Dar es Salaam hapa. Kila mtu kichwa kipo chini. Mechi ya kwanza AS Vita anahitaji sare tu. Mechi ya mwisho ya AS Vita anahitaji sare tu. Simba must win game. Tunakwenda kuambia mashabiki wa Simba ya kwamba tunawataka Benjamin Mkapa, twendeni tukalipe visasi, twendeni tukapindue matokeo, twendeni tukaitafute robo finali. Mashabiki wa Simba wanajaa hapa. Kiingilio hichi hapo, kila mtu analipa, tukafanya ukatili wa kiwango cha juu sana. Mnyama Simba huyo. Benjamin Mkapa. Simba hiyo. Haijalishi unapitia nyakati ngumu kiasi gani, lakini kama una bidhaa bora, kama una mashabiki wa kweli, unavuka na nyakati hizo ngumu na watu wao. Kwa hiyo Simba msimu uliopita tumefungwa goli 2-0 na Al Masry robo finali. Tukarudi mjini hapa tukawatangazia watu viingilio, tukawaambia hii tunavuka. Watu wakalipa viingilio, wakaingia Benjamin Mkapa, tukapindua matokeo, mnyama akaenda nusu finali. Hiyo ni Simba. Huyo ndo mnyama. Tumepasuka bao 2 finali na RS Berkane Morocco hiyo. Tukarudi hapa tukawatangazia kiingilio tena kikubwa kweli cha shilingi 10,000. Mnyama akajaza uwanja wa Amani, tukaingia zetu pale uwanjani watu wakiwa wamejaa. Sasa ukicheza finali utaweka watu bure. Nataka watu wengi. Watu wajae. Watu wajae. Okay, Ahmed, kwa ulivyozungumza ni hao umefanya sasa kama wadogo zako hivi. Ni wadogo. Ni wadogo sio yani, ni wadogo wa Simba hao. Ni wadogo. Watoto tena. Unaona vipi kuelekea kwenye hizo mechi za Jumamosi na Jumapili? Jumamosi, Jumapili. Si wote wanaenda kwenye makundi? Sijui. Sasa wote ni wa Tanzania? Na timu zote ni za nchini kwetu? Na wewe ni Mtanzania? Azam yuko pale, Simba Young Africans yuko pale, Singida Black Stars yuko pale. Mimi ni Mtanzania wa Simba. Mimi ni Mtanzania wa Simba. Kwa hiyo hayo mengine hayakuhusu hata moja. Sema Pantev kafanya Simba imewaka hivi. Ameleta mapinduzi makubwa ndani ya kikosi chetu. Dimitar Pantev. Kwa muda mfupi tumeiona Simba ambayo hatujaiona miaka 5 iliyopita. Kila kitu ameweza kukifanikisha ndani ya muda mfupi. Kusema kweli, huu ni ule mwaka ambao wana Simba tutaneemeka sana chini ya meneja Dimitar Pantev, kwa sababu tunachokitaka tunakipata kutoka kwake. Shomari Kapombe umemwona? Kapombe ameteuliwa kwenye 10 bora wachezaji bora Afrika. Yaani ukisahau wachezaji 10. Na sisi kawaida yetu huwa hatusubiri shindano lifike mwisho. Sisi huwa tunajitangazia ushindi mapema tu. Yaani hapa ninapozungumza na wewe nasema ya kwamba Shomari Salum Kapombe ni mchezaji bora wa Afrika 24-25. Sisi hatunaga muda wa kusubiri mpaka siku ya tuzo. Kitendo cha kuteuliwa tu tayari Kapombe ni. Lakini kuna kamati zile za ndani ndo zinazopiga kula. Waache waendelee, sisi tushamtangaza. Huyo ni mchezaji wetu. Vipi wale waliokuwa wanatupa maneno Kapombe mzee umri umeenda? Amejibu vitu vingi sana. Wale wote ambao walikuwa wanambeza Shomari Kapombe wamepata majibu yake. Lakini kama haitoshi, hii ina maana kubwa sana kwake mwenyewe Shomari Kapombe, inamuongezea thamani kubwa sana kama mchezaji. Lakini kama haitoshi, kumbuka Kapombe ni nahodha. Unapokuwa na nahodha ambaye ni mchezaji bora Afrika,
Afrika, anajiongezea heshima kwa wachezaji wenzia na waongoza, na anajiongezea thamani kwake yeye mwenyewe binafsi. Kusema kweli, sisi Simba tumeipokea nominees hii kwa faraja na furaha kubwa kweli kweli, kuona umeweza kudumu na mchezaji kwa takriban miaka 14 alafu ameendelea kubaki kwa ubora ule ule na kwenye ule mwaka wa 14 ambao unategemea mchezaji aanze kuporomoka kiwango, yeye ndo anazidi kupanda hadi kufikia level ya kushindana kwenye wachezaji 10 bora wa Afrika. Sisi kwetu ni jambo la kujivunia. Hapo uliposema kwenye 14, Ahmed, umenikumbusha Shabalala ambaye alikuwepo kwenu. Ameondoka sasa hivi, ameenda Young Africans. Tumuone akicheza. Nyinyi kama wana Simba, kuna namna haiwaumi kwamba huyu ni legend wa timu, tungetamani aendelee kubaki hapo? Sisi tumeshafunga mjadala na yeye, kwa hiyo hatuwezi kumzungumzia kwa namna yeyote. Miaka 14 ni mingi. Case closed. Hatuwezi kuzungumza chochote kuhusu. He is no longer ours. Mpaka ungenge umekaa. Sio wetu tena. Kwa hiyo hatuna mandate yeyote ile ya kumzungumzia kwa namna yeyote ile. Sawa, Simba nayo imeingia kwenye kinyang'anyiro cha klabu bora barani Afrika. Hauoni hii kama viongozi wameongezea deni msimu na deni la kufanya vizuri zaidi, ili at least mwakani tena orodha ya vilabu kama hivi ikitoka na mnyama Simba awepo pale? Mwakani tena sio orodha, mwakani tunataka na ubingwa wenyewe. Tumefanikiwa kuingia kwenye hiyo orodha, lakini bado hatujaridhika. We need more. Tunahitaji zaidi, kwa maana ya kwamba ukiangalia kwenye kile kinyang'anyiro ni ngumu kwa Simba kushika nafasi ya kwanza, kwa sababu ziko timu ambazo zimefanya vizuri zaidi ya sisi. Pyramids imefanya vizuri zaidi ya sisi, RS Berkane ikafanya vizuri zaidi ya sisi. Kwa sisi tunaangukia either nafasi ya 3 ama wale wengine wote hamna mwingine. Mamelodi tunasema either nafasi ya 3 ama nafasi ya 4. Mnapishana nyinyi yani. Mamelodi kiwa 3, Simba 4. Simba kiwa 3, Mamelodi 4. Mnyama Simba. Lakini kwa kuwa sisi ni watu ambao huwa tusubiri mwisho wa shindano, sisi tunajitangaza rasmi kwamba sisi ni nafasi ya 3 kwa ubora barani Afrika. Kwa hiyo mwakani tunataka tuingie kwenye nafasi ya kwanza, na kuingia kwenye nafasi ya kwanza maana yake ni kufanya vizuri zaidi ambavyo tumefanya msimu uliopita. Sawa, kwa kumaliza, zungumza na wana Simba kuelekea kwenye mchezo wa Jumapili, kama unala kuwakumbusha kuelekea kwenye mchezo huo. Mchezo wa Jumapili ni mchezo muhimu sana kwetu. Ni lazima kila mwana Simba autilie maanani mchezo huu. Na kwanza mwana Simba asikae akafikiri ya kwamba tumeshafuzu. Hii mentality, haya mawazo, hizi fikra, kila mwana Simba anatakiwa kuziondoa kwenye kichwa chake. Kila mwana Simba atambue ya kwamba tuna kazi kubwa ya kufanya tarehe 26 ya kwenda kuipambania Simba yetu iende hatua ya makundi. Kwa hiyo ni kazi mpya tunaianza. Kwa hiyo wana Simba wanaweza kupambana, wapambane, wanaweza kuja uwanjani waje, wenye uwezo wa kufunga wafunge, wenye uwezo wa kufanya sala wafanye, wenye uwezo wa kukesha wakiomba wakeshe, kila mtu afanye anachokiweza. Simba twende tukapate matokeo mazuri katika mchezo wa tarehe 26. Tusichukulie poa hata kidogo hii mechi, na tusichukulie, yani tusilete mazoea kwamba tusilale kwamba tayari Nsingizini tumeshamfunga. Mtu asilete mazoea hayo. Yani hii mechi ni mechi kweli, hii mechi ni mechi ya maana kweli kwetu sisi. Na wale wapinzani wasije wakaja kujaribu kucheza na mechi yenu. Wapinzani lao hawajamaliza. Na tunakwenda kufuzu robo finali makundi. Mwana Simba asifikiri ya kwamba hii ni hatua ya kawaida tunakwenda kuipiga. Tunakwenda kuandika historia mpya ndani ya klabu yetu. Historia ya kupendeza barani Afrika. Tunakwenda kujiheshimisha kwa mara nyingine tena tarehe 26. Tukifanikiwa kuingia hatua ya makundi tarehe hiyo ya Jumapili, tunakuwa ni vilabu 3 barani Afrika ambavyo vina uwezo wa kufuzu kwenda hatua ya makundi back to back mara 7 mfululizo. Mara 7 mfululizo. Ukitoa Al Ahly, ukitoa na Mamelodi Sundowns, Afrika hakuna klabu nyingine yeyote
ambayo imewahi kufuzu mara 7 mfululizo kwenye michuano ya CAF. Only Al Ahly, Mamelodi na Simba Sports Club. Na ukijaribu kuangalia vyote sio kwa bahati mbaya. Sio kwa bahati mbaya, ni kwa ubora wetu tuliokuwa nao. Kwa kufuzu hatua ya makundi ya Jumapili itakuwa ni heshima kubwa kwetu. Tutakuwa tumeandika rekodi mpya Afrika na tutakuwa tumefanyia jambo jema sana timu yetu ya Simba Sports Club. Hasa kwenye kuandika historia hii, hatupaswi kwenda kuandika wachache. Kwenye kuyapokea mafanikio haya, hatuwezi kwenda kuyapokea mafanikio haya wachache. Tunatakiwa twende tukayapokea mafanikio haya kwa kishindo chake. Na hii ni karata yetu sisi ya kujivunia timu yetu, ya kujipambanua kwenye ubora wa timu yetu, ya kuringishia timu yetu, ya kuwakoga watu kutokana na haya mafanikio. Lakini kama haitoshi, tunaiweka Simba yetu kwenye ramani kubwa kweli kweli barani Afrika. Haya mafanikio wangekuwa nayo wengine, wangetembea hata uchi kwa ushamba barabarani. Nakwambia. Sema nao hawalali kuhakikisha kama wanafeli wote mnafeli. Yaani nao hawalali. Haiwezekani. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa mno ambayo tunatakiwa kuyapokea kwa kishindo kikubwa siku ya Jumapili. Lakini wanasimba, tutakapoingia uwanjani tarehe 26, kwanza tuhakikishe kila mtu ananunua tiketi. La kwanza. Yani kila mwana Simba hakikisha wananunua tiketi. Na sasa hivi nafahamu watu wengi wana N-card kwa sababu tumetoka juzi tu kwenye Simba Day. Wewe hata kama bado hujaamua kwenda uwanjani, nunua tiketi. Kila mwana Simba hakikisha amenunua tiketi ya tarehe 26. Na tutakapoingia uwanjani, kwanza kila mwana Simba aje amevaa jezi nyekundu siku hiyo. Hiyo ndio sare yetu. Na sio nyekundu tu, ile mradi nyekundu umevaa jezi yako ya Arsenal huko, umevaa ya Manchester sio kitu gani, Ahli ya Wydad, vaa jezi nyekundu ya Simba ya kuscan. Hilo lisisahaulike. Hilo lisisahaulike. Usivae jezi nyekundu ya mwaka jana, usivae nyekundu ya mwaka juzi, ama usivae nyekundu feki. Vaa nyekundu ya kuscan. Kama huna, nenda kanunue. Kama huna, nenda kanunue jezi nyekundu. Hakikisha Jumapili unaingia uwanjani na jezi yako nyekundu. Lakini tutakapokuwa uwanjani sasa, mechi ikiwa inaendelea, tukipata kona, hebu tusimame wote kwa pamoja tuimbe kona goli, kona goli. Mbona msimu kama umepania sana? Mpaka umetangaza wimbo wa kona goli, kona goli. Tuimbe hivyo. Wakati huu ambapo tunatafuta namna ya kutengeneza wimbo wa pamoja wa kuimba mashabiki wa Simba, tuanze na hivi viashiria vidogo vidogo. Kona ikiwa inapigwa, sisi tunaimba kona goli, kona. Itatushinda hiyo? Hiyo wana Simba mimi nawajua bwana. Kwa sababu changamoto kubwa imekuwa ni nani anaanzisha jambo. Kwa tunakosa ule muunganiko wa pamoja. Sasa hapa tumepata kiunganishi. Kwenye kona tunaimba tu kona goli, kona goli, kona goli. Inategemea sound itakujaje. Kona goli, kona goli, kona goli, kona goli, vyovyote. Lakini kona goli itakuwa ni sound ya kwanza tunapopata kona katika uwanja Benjamin. Kuna ile inapigwa kona goli, wengine kona goli. Hiyo tutakapokaa muda mrefu kama dakika 20 hivi hatujapata bao, tunaimba kwa pamoja tunataka bao, tunataka bao, ili kuwaongezea morali na nguvu wachezaji wetu. Yani tusikae kizembe. Hii mmeamlia. Tusikae kizembe tarehe. Nataka kumdhalilisha au? Nataka kumdhalilisha. Tunataka tufanye mauaji ya hatari mno tarehe 26. Tunataka Eswatini simshamaliza jamani. Bado. Tunataka kumfanya nini sasa? Kuna slogan moja kivita nasema if you shoot twice. Not once. Unaweza kumpiga mtu risasi moja ukamwacha ukafikiri amekufa. Baadaye akaamka akakudhuru wewe. Kwa kama unapiga Nsingizini mnataka kumfanya nini? Piga 2. Nsingizini mnataka kumfanya nini? Ujiridhishe kwamba amekufa. Kwa hiyo na Nsingizini tumemshoot mara moja. Anatakiwa aje Benjamin Mkapa. Tumshoot mara hiyo ya kwenye kichwa sasa hiyo. Fumua ubongo, mnyama anaingia zake makundi kwa heshima. Bwana Ahmed, mimi nimemaliza. Maliza Sawa. Mimi nikushukuru sana. Asante sana. Shukrani na karibu tena. Nashukuru sana.